Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa anaweza kuagiza mashambulizi zaidi ya anga dhidi ya Nigeria endapo mauaji wa Kristo yataendelea katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa wa kimataifa, ikigusa masuala ya usalama, dini na uhuru wa nchi. Katika mahojiano na gazeti la New York Times, Trump alisema mashambulizi ya anga yalifanyika siku ya Krismasi katika jimbo la Sokoto yalilenga wanamgambo wa Kiislamu, na akasisitiza kuwa angependa mashambulizi hayo yawe ya mara moja, lakini yataongezwa iwapo mauaji dhidi ya Kristo yataendelea. Mwaka jana Trump alitangaza Nigeria kuwa nchi ya wasiwasi wa kipekee, akidai kuwa Wakristo wanakabiliwa na tishio kubwa la kutoweka. Hata hivyo, madai haya yamepingwa vikali na serikali ya Nigeria pamoja na mashirika huru yanayofuatilia ghasia za kisiasa. Serikali ya Nigeria imesema kuwa waathirika wa mashambulizi ya wajihadi si Wakristo pekee, bali pia Waislamu wa raia wengine wasio na dini. Takwimu kutoka kwa mashirika ya ufuatiliaji zinaonyesha kuwa katika maeneo mengi yaliyoathiriwa na uasi, Waislamu ndio wamekuwa waathirika wakubwa zaidi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria alisema nchi hiyo itaendelea kushirikiana na Marekani na washirika wengine kwa misingi ya heshima ya sheria za kimataifa na uhuru wa Nigeria, huku akisisitiza kuwa serikali imejitolea kuwalinda raia wote bila ubaguzi wa kidini. Mashambulizi ya Marekani ya Krismasi yalilenga kambi mbili za kundi la wajihadi la Kurawa katika jimbo la Sokoto karibu na mpaka wa Niger. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Kurawa ni kundi lililojitokeza katika miaka ya hivi karibuni katika ukanda wa Saheli na linadaiwa kuwa na uhusiano wa mtandao wa Islamic State, ingawa hakuna tamko rasmi kutoka IS kuthibitisha uhusiano huo. Maeneo ya kaskazini mwa Nigeria yamekuwa yakikumbwa na changamoto za kiusalama kwa zaidi ya muongo mmoja, lakini waziri wa mambo ya nje ya Nigeria Yusufu Maitama Tugara amesema mashambulizi hayo yalikuwa operation ya pamoja katika majeshi ya Nigeria na Marekani na hayakuwa hapo uhusiano wote wa dini au sikukuu ya Krismasi. Kauli hiyo inalenga kupunguza mvutano wa kidini, huku hofu ya mashambulizi zaidi ikiendelea kuikumba Nigeria. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mshirika habari na kusoma kwako nami Timo Thrugoe.